uwanja wa Mkapa, na kitu kilichonifurahisha zaidi ni kuona kapo hii hapa mbele yetu, lakini kubwa zaidi ukitazama bwana ni Young Africans, lakini bibi hapa aliyetinga nusu finali baada ya muda mrefu ni Simba. Nianze kwanza na bwana, nini hasa kimekufanya uambatane na bibi kuja hapa kushuhudia huu mchezo leo? Kiukweli napenda kufurahi kwa sababu mke wangu mwenyewe ni mwana Simba na pia ni Simba, ni kindaki ni mnyama, kwa lazima kama familia nije nimsupport nani, mke wangu. Walikuwa na kampeni ya hii tunavuka. Wewe uliamini hilo na ukitazama kwamba Misri tayari walikuwa wameshapigwa 2-2? Mimi Waarabu nilikuwa sidhani kama watatoboa kwenye hii mechi, kwa sababu wako nyumbani, mnyama yuko nyumbani. Kwa sidhani kama Mwarabu ingekuwa rahisi sana angeliweza kupita katika hili tundu. Kabla sijaongea na mama, nini hasa alikuwa anakisema? Alikuwa na matarajio haya makubwa kwamba anakuja kuvuka kwenda nusu finali? Kweli matarajio nilikuwa naweza kumpa mimi kwamba mama hapa leo mtashinda, kwa sababu huyu Mwarabu yupo nyumbani. Kwa tulikuwa na mbinu ya kila aina yote ya kuweza kumchapa nani Mwarabu. Kwa hii hapa naona ilikuwa haina shida. Na wala mama amekuja akiwa amevaa jezi yake kwa mtazamio kwamba atashinda. Zungumza chochote kuhusiana na wapinzani wako ambao ni Simba. Wapinzani wako wameenda hatua inayofuata. Ningeweza kumuita labda hapa. Wapinzani wako wameenda hatua ya nusu finali, nini cha kuambia? Unapongezi yoyote ya kuwapa? Kiukweli mimi ningependa kumpongeza Simba mnyama. Maana yake ningeweza kumsapoti. Ningeweza kusema kwamba kwa sababu Simba mnyama ni timu ambayo iko Tanzania na sisi wenyewe ndo wa Tanzania. Kwa sidhani kama mapenzi yangu yote ningesema kwamba nishabikie Mwarabu, kwa sababu Waarabu tunawajua. Kwa hata ukiangalia game ilivyoendelea mpaka kipindi cha mwisho, nimeona kabisa Waarabu tumeshawazidia. Kwa mbinu zote wameshaishiwa. Kwa mwisho wa siku wanabaki wakilala uwanjani. Watu wengi walikuwa waiamini Simba kama itabuka, sasa upande wa pili ukiona kiukweli kulikuwa na matazamio makubwa sana kwa Simba kuchukua ubingwa. Kwa sababu Simba tayari moja kwa moja tukiangalia jezi ilivyo ina support. Lakini umekaa kwa amani mule ndani ukiwa na jezi yako ya Young Africans? Kweli mimi nimekaa vizuri nimekaa kwa amani, kwa sababu timu yangu pia Young African ni timu ambayo ni nzuri. Kwa sina mashaka hata na Simba, japokuwa wao ni ndugu zetu. Mlishafika hatua ya finali kwa upande wenu Young Africans, unaiona Simba inafika hatua gani kwa mtazamo wako? Kwa mimi ningependa kusema kwamba Simba na bibie nikukumbushe tu kwamba yuko Simba, furaha yake ni Simba. Simba yake ni Simba, inasadiki kwamba yeye mwenyewe ni mnyama. Akifurahi na wewe umefurahi. Akifurahi na mimi nikifurahi. Kwa hiyo naenda nyumbani kwa matazamio kwamba tumeshinda. Kwa mke wangu kashinda na mimi tumeshinda pia. Na unaiona Simba ikifika hatua gani? Simba kiukweli mimi ningependa tu kusema kwamba wana Simba wamejitahidi. Kwa hatua waliofikia wamejitahidi. So ni kipindi ambacho Simba wao wenyewe kuendelea kukaza huko wanakokwenda. Kwa naamini ushindi watachukua. Mwana Simba ubaya. This is Simba. Ni tunavuka na mmevuka. Tunavuka. Unajisikiaje kwa? Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye tusingefikia hii hatua. Kwao tulicheza kama tupo nyumbani, na nyumbani kauli mbiu kwa Mkapa atoki mtu, amekuja dimbani, tumeonyesha uwezo tulionao. Mtu akiwa na uwezo mpe nafasi afanye uwezo alionao. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wamecheza kwa kujituma, na tunashukuru Mwenyezi Mungu nafasi zimeonekana. Tulikuwa tukipata nafasi tumezitumia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tumepata na magoli. Dakika 90 ilikuwa ni 2-2, nikukumbushe wao 2 kule na nye huku ni 2. Ulikuwa hauna pressure yoyote kuelekea kwenye upigaji wa matuta? Nilikuwa na pressure sana, lakini sio sana, kwa sababu nilijua tu kwamba kivyo vyote hii tunavuka. Hii game kivyo vyote ilikuwa ni ya kwetu, wana Simba wote wana imani, tulikuwa tuna imani na tulikuwa hatuna hofu yoyote. Kivyo vyote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yote kwa yote tumwachie Mwenyezi Mungu. Inayofuata ni hatua ya nusu finali. Inatosha, hii tumevuka. Mwambie neno kidogo Musa Pinipini Kamara, Spiderman. Kikubwa Mwenyezi Mungu azidi kumlinda na kumpa afya njema, aweze kulitumikia klabu yake ya Simba Sports Club. Ana uwezo mkubwa sana na uwezo wake umeonekana. Tanzania nzima, Afrika nzima, dunia nzima ilikuwa ikimwangalia yeye. This is Simba. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki ulimwengu mzima wa soka. Kocha wengi wamepita Simba, wameshindwa kuifanikisha takribani misimu hii 6 ambao mnashiriki michuano ya kimataifa kwenda hatua ya nusu finali. Tumzungumzie kocha Fadlu Davis. Ubaya mwenzangu anisaidie. Kwanza awali tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefurahi. Mwenyezi Mungu ametusaidia.
tumeenjoy katika siku ya leo, ambapo matokeo ambayo tukutegemea katika maisha yetu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, huu ndio uwanja wa matokeo kwetu sisi, na huu uwanja ndio unaibadilisha kila aina ya mali. Uwanja tunajivunia, yani tutazunguka kote, ukija hapa utoki. Kilichotokea ulikitarajia kwa upande wako na tayari mlikuwa nyuma? Tulitarajia kwa sababu sisi tuna timu nzuri, tuna kocha mzuri, tuna uwanja kujitegea kutoa maamuzi yetu mwanzo hadi mwisho. Umeelewa? Tulikuwa tunajua kwamba hapa Al-Masry atoki. Moja kati ya watu ambao nimewashuhudia wamefanya kazi kubwa kuelekea huu mchezo ni afisa habari wenu Ahmed Ali. Nimemshuhudia mimi mwenyewe tukiongozana kwenye hamasa. Neno moja la kumwambia afisa habari Ahmed Ali? Kwanza, Ahmed Ali ana mfano. Mwenyezi Mungu amlinde na azidi kumsaidia katika mambo yake yote. Yule ndio msemaji wa Afrika. Yule ndio semaji la CAF. Na sasa yuko nusu finali. Semaji la CAF, semaji ambaye anaenjoy. Yaani anafanya kazi mzuri na huku anaenjoy. Anapokuwa na timu kama hii, wapi kwa nini ukose kuenjoy? Ahmed Ali hakuna msemaji yote atakayemfikia Afrika hii kushinda na yule jamaa. Anafanya kazi mzuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anatusaidia, anatupa hamasa, anatufanya sisi tujue katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Saluti. Finali hapa mnategemea kufika hatua gani ambapo wapinzani wenu walifika hatua ya finali? Sisi katika makusudio yetu ni kuleta kombe hapa. Makusudio yetu ni kuchukua kombe, kuleta kombe hapa. Na nakuahidi dada, endelea kuiamini Simba, tuombe kuendelea kumwamini Mwenyezi Mungu na Mungu atatusaidia. Zisi Simba ubaya ubwela. Asante na hongereni sana. Asante sana dada mzuri. Hongera. Mambo yako hivyo. Kama unavyoona Malesa hii hapo inatoka na timu zote mbili zimeanza kutoka. Ukiangalia pia ni Malesa hizo ziko hapo mara baada ya dakika 90 za mchezo kuweza kutamatika hapa katika uwanja wa Mkapa. Kubwa zaidi ni wamefanikiwa kwenda hatua ya nusu finali wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya muda mrefu. Kikosi cha Al-Masry wanatoka hivyo, lakini kama unavyotazama kuna Malesa hapo, lakini pia kuna Esther iko hapo. Al-Masry hao mara baada ya kuondoshwa kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, kama unavyoona hapo ndivyo ambavyo wanaweza kuondoka. Kubwa zaidi kama unavyoona wanaondoka hivyo kama unavyoona, lakini pia bado mashabiki mbalimbali wako hapa. Ndivyo namna ambavyo mashabiki wanatoka katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Kama unavyotazama vibe la mashabiki wa Simba ni kubwa sana, kuonesha kwamba wamekubaliana na wanafurahi. Furaha hiyo ni ya wanamsimbazi kuonesha kwamba wamefurahia hiki ambacho kimeweza kutokea. Ndio wanatoka taratibu, nyumbani sio mbali sasa hivi. Nyumbani hapawezi kuwa mbali, tayari mashabiki wa Simba kama unavyoona hapo. Vibe ni kubwa sana. Vibe ni kubwa sana kama unavyotazama kwa mashabiki mbalimbali wa Simba. Hizo ni vibe tu za mashabiki wa Simba. Leo hawataki kuongea na mtu, wamechinja. Kipa huyu tunachukua. Tunachukua. Kombe hili kuanzia hapa na bado. Unafurahi kiasi gani kama mwana Simba? Yaani siwezi elezea ni kubwa sana. Fika nyumbani salama. Sawa. Asante. Hao ni mashabiki wa Simba wanaendelea kutoka mahali hapa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kubwa zaidi furaha ni kubwa sana. Mambo vipi? Poa, ni aje mambo? Fresh, unajisikiaje kwenda hatua ya nusu finali? Hapa na furaha ambayo haina kifani. Ulitarajia hiki kitatokea? Yaani kusema kweli nilitarajia, kwa sababu Waarabu sisi siku zote tunaweza. Tunapiga mpira mwingi, wenyewe umeona Mkapa tulivyopiga mpira mwingi. Umeona huyo Mpanzo anakimbia kama Cristiano Ronaldo kipindi hicho. Yaani nimefurahi sana, yaani nafurahi sana. Dakika 90 mkaelekea katika matuta. Pressure ilikuwa kubwa kiasi gani wakati wa matuta? Pressure ilikuwepo, lakini ilikuwa sio pressure sana, kwa sababu tulijua kabisa kwenye matuta tunawamaliza. Kwa sababu tuna wapigaji wazuri, kuna wanapopiga, kuna huyo Mkwala anapopiga penati. Yaani safi kabisa, wachezaji leo wamejitahidi, tumefurahi mashabiki kwenda nusu finali. Fanywa pia na Musa Pimpini Kamara. Mzungumzie kidogo, licha ya kwamba kuna makosa huwa yanatokea, mnamlaumu sana kipa, lakini sasa hivi amefanya makubwa. Kamara alichokifanya leo, yani Kamara leo ndo ameibeba timu.
Kwa kweli Kamara leo kaibeba timu, kwa hiyo makosa yanatokea, ni hali ya mchezo tu. Ila Kamara leo kaibeba timu vizuri kabisa. Unaona mkifika hatua gani mara baada ya tunachukua kombe, tunaleta kombe hapa Tanzania. Timu ya kwanza kuleta kombe ni Simba Sport Club. Walifika hatua ya finali lakini hawakuleta kombe. Nyewe mnajiamini vipi? Sisi tunajiamini kutokana na nini? Mpaka saa hizi tulipotokea ni kugumu, mpaka saa hizi tumevuka, tumeenda nusu finali na kombe linakuja hapa Msimbazi. Simba mmevuka. Tumevuka. Hii tumevuka. Asante sana.